Hawa watoto wanahitaji upendo, hawana wazazi, hawana walezi, wanalelewa hapa. Kwa hiyo tumeguswa kimsingi kwamba ni vizuri pia tukachangamana nao, wajue pia sisi ni sehemu ya wazazi, ni sehemu ya walezi kama wao kama watoto, lakini pia na wenzetu ambao wanahudumia wajue kama sisi pia ni sehemu ya jamii ambao tunawajibika pia kuhakikisha kwamba wanapata mahitaji kadri ambavyo tunaweza kutoa. Kwa sababu kweli ilikuwa tuna changamoto ya kuwa na vitu kama hivi, lakini na hakika kabisa vitu hivi vitatusaidia kwa muda mrefu sana na vitawasaidia watoto. Hii iwe ni wito kwa taasisi nyingine za umma, taasisi binafsi, mtu mmoja mmoja kuvijali vituo vyetu hivi vya yatima kwa kuja kuleta msaada wa aina yoyote ile, kwa sababu na msizione hizi bidhaa ni ndogo. Kikweli sisi hapa kwetu ni bidhaa nyingi sana na zinaweza zikatusaidia kwa muda fulani. Watoto wanatupwa, tunaokota watoto ambao vichanga viko hai. Kwa hiyo kupitia vituo hivi huwa wanatusaidia, lakini wapo watoto wanapokea unyanyasaji kutoka kwenye familia, ambapo mtoto akifanywa unyanyasaji kwenye familia huwa lazima tumtoe kitaratibu. Tunamtoa, tunawakabidhi watoto ustawi wa jamii, wanamtafutia kituo ambavyo ndo kama hivi. Kwa hiyo wapo watoto wetu hapa ambao kesi zipo zinaendelea mahakamani, lakini wako hapa wamehifadhiwa kulingana na ukatili waliofanywa, wamefanywa ndani ya familia. Kwa hiyo bado tuna watoto pia, tuna wimbi la watoto wa mitaani. Lakini baadhi pia ya familia wanakuwa ni chanzo kikubwa sana cha matukio, kwa sababu mtoto kafanywa ukatili wanalipana. Sasa sisi tunasema wale ambao wanaendelea na matukio haya wajue sisi bega kwa bega na wao kwenye kuwashughulikia.